Dirisha kubwa la usajili litafunguliwa rasmi tarehe 15 siku ya Jumatatu, na kwa mujibu wa mwandishi David Austin, United watakuwa na dirisha busy sana kuhakikisha wanaboresha maeneo muhimu katika kikosi cha Manchester United. Sasa kwa mujibu wa taarifa ya David Austin, kuna mambo kadhaa ambayo nataka nikujuze kutoka pia kwa CEO Omar Berrada ambayo yanakwenda kuwa ndio nguzo ya usajili wa Manchester katika dirisha hili ambalo ni kuboresha timu kuelekea msimu wa 2026 2027. Lakini usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili kuikuza jamii kubwa ya United Insider. Hali kadhalika tunaenda zetu mjini na twende ride, usafiri ambao unakupa nafasi ya kurequest gari ukiwa eneo lolote Dar es Salaam kwa kuwa na application yao tu kwenye simu. Una download application yao kupitia Play Store au App Store, alafu una install, unapata usafiri kwa gharama rahisi kabisa. Sasa nikwambie kwamba rasmi dirisha litapofunguliwa tarehe 15 mwezi huu wa 6 litatupeleka mpaka Septemba mosi 2026. Lakini moja ya jambo zuri kabisa ni kwamba Manchester wanasema no buying panic. Hakutakuwa na manunuzi ya kupaniki kabisa katika dirisha hili. Hivyo ni dirisha ambalo Manchester itakwenda kujiboresha zaidi, lakini hakutakuwa na usajili wa kupaniki. Yani Manchester tayari wakushajiandaa na kila kitu katika dirisha hili. Tunafahamu Manchester imekuwa na uongozi angalau bora kwa sasa chini ya CEO Omar Berrada, Jason Wilcox pamoja na Christopher Vivell ambaye ni mkurugenzi wa usajili wa Manchester United. Sasa ni mambo kadhaa muhimu sana kutoka kwa CEO Omar Berrada kuelekea dirisha hili kubwa la usajili. Kwanza, Manchester haitolipa bei kubwa kupita kiasi kwa mchezaji yoyote yule ambaye yuko sokoni. Hili ni jambo ambalo Omar Berrada CEO amesisitiza kwamba hawatolipa zaidi ya gharama sahihi ya mchezaji ambao wanamtaka na haitokuwa kubwa kupitiliza. Hapa unaona ndio maana issue ya Elliot Anderson huenda ikawa inaenda alijojo. Manchester hawatakuwa tayari kulipa, na wenyewe wanasema crazy money, hawatakuwa tayari kulipa hela kichaa, hawatafanya biashara kichaa kwa kulipa hela nyingi. Kwa hiyo jambo namba moja katika season hii ya usajili, Manchester haitolipa bei kubwa kupita kiasi kwa mchezaji yoyote. Elliot Anderson, Sandro Tonali, hii ni miongoni mwa sajili ambazo zilikuwa ni kwenye wish list ya Manchester United kwa muda mrefu, kwa sababu wanasema wachezaji wote ambao wanahusishwa na Manchester kwa dirisha hili wamefuatiliwa kwa takriban miezi 12 kuona progress yao ikoje. Kwa hiyo Manchester haitokurupuka pia kwenye kulipa bei kubwa. Lakini jambo la pili muhimu kutoka kwa CEO Omar Berrada ni kwamba klabu itafata plani ya last season na pia kuiongezea ubora zaidi. Tunafahamu last season United walikwenda kutafuta kwanza proven player kutoka kwenye Premier League, kwa maana ya Cunha, Mbeumo, waliweza kuwasajili, lakini pia walikwenda kutafuta nyota wengine. Kwa hiyo plani ya kwanza ni kuangalia walichofanya msimu uliopita ambacho kilifanikiwa chini ya Ruben Amorim, kuleta wachezaji bora ambao walifanya vizuri kwenye Premier League. Cunha amekuja kuwa mtu bora, amefunga goli 10 plus amefunga bwana Mbeumo pia, na hivyo Omar Berrada anasema watafata plani ya msimu uliopita. Kwanza kusajili nyota wa ndani ambao sio gharama kubwa, ambao waweza kuwa wanafanya vizuri kwenye ligi ya ndani, lakini pili watakwenda kutafuta nyota ambao wamefanya vizuri kwenye ligi nyingine au kiacha ligi ya England, lakini pia nao sio gharama kubwa. Kwa hiyo plani Manchester itabaki katika utaratibu ambao ulikuwa mwaka jana. Hili ni jambo jingine la pili na la muhimu. Lakini jambo la tatu ambalo Omar Berrada na Manchester watalifanya kwa season hii ni kusajili wachezaji kwa kutumia data za muda mrefu na hawatakurupuka, kwa sababu tunafahamu United kwa sasa ina kampuni ambayo inakusanya data za wachezaji ambao Manchester wanawataka. Wachezaji wengi waliosajiliwa season iliyopita ilikuwa ni kutokana na kutumia takwimu za data, taarifa sahihi ambazo zimekuwa zikifuatilia hao wachezaji, wamecheza muda kiasi gani, wanapata majeraha kwa muda gani, anakuwa nje kwa muda gani akipata majeruhi, je ni ya mara kwa mara, alicheza dakika ngapi, amekuwa na ubora kiasi gani. Mtu kama Senne Lammens alisajiliwa kutokana na takwimu zake katika ligi ya Ubelgiji kutoka kwenye klabu ya Royal Antwerp. Kwa hiyo
jambo la data ni jambo la muhimu sana ambalo Manchester wataliangazia. Lakini pia ukiachana na jambo la data, wanasema baada ya kusajili wachezaji ambao ni proven katika ligi ya ndani ndipo watakwenda kutafuta na ligi ya nje, lakini wataendelea kuboresha eneo la kiungo ambalo ni eneo muhimu zaidi, na taarifa zinatuambia kwa mujibu wa Omar Berada ni kwamba baada ya Anderson kutoka Atalanta, Manchester bado itatafuta viungo wengine angalau wawili, na kwa sasa kipaumbele zaidi kikiwa ni Mreno Matheus Fernandes ambaye mambo yanaelekea vizuri na huenda asajiliwa na Manchester siku chache zijazo, wakati tukiangazia dirisha litakuwa wazi siku ya Jumatatu ambayo itakuwa ni tarehe 15. Hivyo kiungo Matheus Fernandes kwa sasa ndio kipaumbele cha kuweza kumsajili. Lakini jambo jingine la muhimu sana katika usajili wa safari hii ni kwamba wanasema, Omar Berada anasema maagent au soko halitowayumbisha. Hawatakwenda kusajili kwa sababu ya agent anataka kiasi gani ama agent anataka kuingiza kiasi gani. Watapokwenda kusajili, watasajili wachezaji ambao wao walikwisha wa scout kwa muda mrefu na kuangalia progress yao kwa karibu miezi 12, walikuwa wanafanya nini, walikuwa vipi, ambako wanasaidiwa na data ambazo walikusanya kuona ubora wa huyu mchezaji, udhaifu wa huyu mchezaji, progress yake ikoje, akipata majeruhi anapona baada ya muda gani, ana majeruhi ya muda mrefu zaidi, na vitu kadhaa ambavyo ni vya muhimu ambavyo vitatumika kuhakikisha kwamba wanakamilisha sajili. Na hapo ndipo utapoona namna ambavyo alisajiliwa Patrick Dorgu, utaona namna ambavyo Benjamin Sesko alienda kutafutwa kutoka RB Leipzig. Hakuwa mshambuliaji ambaye alikuwa anatajwa zaidi, lakini Manchester kwa mujibu wa takwimu zao na data zao ziliweza kuwafanya kusajili wachezaji ambao waliwasajili msimu uliopita. Lakini kubwa, hawatakwenda kutumia fedha nyingi kwa sababu sisi wenyewe ni mashahidi kwamba Manchester imevunja rekodi kadhaa, lakini bado rekodi hazijawahi kuibeba United. Paul Pogba, thamani ya juu kabisa, rekodi kutoka Juve kumrejesha United, haikuwahi kulipa. Angel Di Maria haikuwahi kulipa. Memphis Depay haikuwahi kulipa. Hivyo unaona kabisa kwamba Manchester kwa sasa inahitaji kutumia sera yake mpya ya kuto kutumia hela nyingi. Wanasema hakuna buy panic tena, no more buy panic kwa Manchester United. Wataenda kwa mujibu wa plani yao, namna ambavyo wameipanga, na wana machaguo mengi zaidi katika kila eneo ambalo wanaamini linahitaji kuboreshwa. Upande wa winga wa kushoto wana machaguo zaidi ya watu 4 ambao wanaona wanaweza wakawaleta na kuweza kuja kuiboresha klabu. Eneo la kiungo kuna machaguo zaidi ya 7-8 ambayo yapo. Kina Matheus Fernandes walikuwepo, kina Elliot Anderson, Sandro Tonali, tunamuona Mamadou Sangare, tunamuona mtu kama Alex Scott na viungo wengine wengi wanaokuwa wanatajwa. Hivyo bado hakutakuwa na kupaniki. Hivyo soko halitowayumbisha kabisa, watafata plani yao ambayo walikwisha kuiandaa mapema, na tunafahamu kuwa maeneo mengine pia mlinzi wa kushoto amekuwa akihitajika. Kuna machaguo kadhaa yako hapo. Anton Robinson kutoka Fulham, Lewy Hall kutoka Newcastle United amekuwa akihusishwa. Araujo kutoka kule Ureno, Sporting Club do Portugal. Kwa ni nyota kadhaa ambao watakuwa wako hapo. So kwa mujibu wa Omar Berada na vyanzo mbalimbali, ni dirisha bize kuweza kurekebisha klabu katika maeneo yote muhimu, lakini klabu haitokwenda kufanya sajili za kukurupuka ama sajili za kufata wengine wanafanya nini. Na moja kati ya sera nyingine ambayo imekuwepo kwa sasa chini ya Ineos ni kulipa mishahara chini ya $2.5 kwa nyota wote waliokuja. Cunha, Mbeumo, Sesko, mishahara yao haizidi $2.5, ni $180 hapa, 90 kurudi chini. Hivyo Manchester inataka kujiboresha kwa kutumia gharama sahihi, mishahara sahihi, na kuto kutumia fedha nyingi kama ambavyo zilitumika miaka kadhaa. Usajili wa Alexis Alejandro Sanchez ulikuja United akalipwa paundi $400 kwa juma, hakuwahi kulipa. Enrique Mkhitaryan haikulipa. Kina Pogba, kina Memphis, kina Angel Di Maria na nyota wengine wengi bado dili zao hazikuweza kulipa. Hivyo Ineos wanataka kurejea kwenye usiku wa Ulaya wakiwa na kikosi bora ambacho kimekamilika, lakini tukumbuke pia bado tuna vijana ambao wapo pale, kina Sekou Kone, kina Diego Leon, wote wako pale chini na wanaweza
kutumika na pre-season. Inasemekana watawatumia kina Harry Amos kuona ni namna gani wanaweza kufaa kufiti katika mfumo wa kocha Michael Carrick ambaye ana kazi ya kwenda kufanya vizuri kuelekea usiku wa Ulaya, kuelekea ligi kuu na michuano mingine mingi. Bana, twende mjini na twende ride. Subscribe, like, share na comment ili kuikuza jamii kubwa ya United Insider. Ciao.